hali ya mwenendo wa viwango vya ubora wa soka barani Afrika kwa mashirikisho wanachama wa CAF ni kwamba hivi sasa Tanzania inashika nafasi ya 6 kwa viwango hivyo. Lakini Tanzania imeongeza pointi zake, imeongeza alama zake. Ilikuwa na alama 72.5. Lakini baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuang'oa kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika timu ya Al Masry ya Misri, Simba imeongeza pointi 5 kwake yenyewe, lakini wakati huo imeongeza pointi 5 katika kapu kuu la ligi kuu Tanzania bara, na hatimaye kuifanya ligi hiyo iwe na alama nyingi zaidi, kwamba bado iko nafasi ya 6 lakini imejiongezea alama nyingine 5, na hivyo kujiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kupanda zaidi miongoni mwa ligi 10 bora barani Afrika, miongoni mwa ligi kuu 12 bora barani Afrika, ambazo kwa taratibu za CAF ligi 12 bora barani Afrika ndizo zina kibali cha kutoa timu 4 kwenye michuano ya klabu ya CAF, kwa maana timu 2 kwa ajili ya ligi ya mabingwa, timu 2 kwa ajili ya kombe la shirikisho. Kabla tujaendelea zaidi, ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini, na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media, ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga, na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Mashirikisho yote ambayo ligi zake ziko nje ya ligi bora 12 hayana kibali hichi. Yenyewe huwa yanatoa timu 2 tu, moja kwa ajili ya ligi ya mabingwa na nyingine kwa ajili ya kombe la shirikisho. Sasa hali iliyopo sasa iko hivi: namba 1 katika viwango vya ubora CAF, ambavyo wenyewe huangalia ranking, utoaji wa points kwa ligi hizo katika misimu 5 kuanzia msimu uliopo, ni kwamba inayoongoza ni Misri, ambayo yenyewe ligi kuu yake hivi sasa ina pointi 180.5 na ina uwezo wa kuziongeza pointi hizi kwa sababu timu zake zimo katika michuano ya klabu ya CAF zinaendelea kupambana. Timu hizo ni zipi? Kuna Al Ahly inawania ligi ya mabingwa barani Afrika, inatetea kwa sababu ndio mabingwa watetezi. Kuna Pyramids ambayo nayo pia ipo katika ligi ya mabingwa barani Afrika, imetinga hatua nusu finali. Lakini kwenye kombe la shirikisho Misri haina timu nyingine. Kwa hiyo Misri ina timu 2 bado zinapambana, ambazo ni Al Ahly na Pyramids katika hatua ya nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika, na hivyo zinao uwezo wa kuiongezea points Misri, kwa sababu kwa kawaida utaratibu wa CAF inaangaliwa misimu 5 performance, ufanisi wa klabu mbalimbali barani Afrika kwenye michuano ya CAF. Zikifika kuanzia hatua ya makundi ndipo pointi hupatikana. Sasa kwa misimu 5 klabu zote zilizoshiriki michuano ya klabu ya CAF na kufika hatua ya makundi zinakuwa zimevuna points, ambazo pointi hizo zote kwa pamoja zinawekwa katika kapu kuu la ligi kuu husika katika shirikisho wanachama la nchi husika. Nadhani nimeeleweka vizuri. Sasa Pyramids na Al Ahly pointi watakazovuna zitaingia hapa. Kwa hiyo wanao uwezo wa kuziongeza zaidi. Kama wakitolewa tu nusu finali wakashindwa kwenda finali kuania taji la ubingwa, basi pointi zao zitabaki hapa hapa. Ya pili baada ya Misri kuna Morocco. Morocco yenyewe mpaka sasa pointi zake ni point 132. Inao uwezo wa kuziongeza. Kwa sababu gani? Bado wanayemwakilishi katika michuano ya klabu ya CAF. Hawa sio wengine, ni RS Berkane ambao wapo katika hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo RS Berkane kama watafanikiwa kuvuka hatua nusu finali na kutinga hatua ya finali, maana yake wataongeza hizi point. Wakitoa ubingwa watazidi kuongeza point. Kwa hiyo wao wanayo nafasi ya kuziongeza hizi point. Ya tatu ni Algeria. Ligi kuu ya Algeria yenyewe hivi sasa ina pointi 130. Ina uwezo wa kuziongeza. Kwa sababu gani? Wanaye mwakilishi wao katika michuano ya klabu ya CAF, naye ni CS Constantine. Sasa CS Constantine
bado wanawakilisha Algeria, wapo katika nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Pindi wakivuka hatua hii ya nusu fainali na kutinga fainali, wataongeza alama, lakini pia wakitoa ubingwa watazidi kuongeza alama. Kwa hiyo ligi kuu ya Algeria, licha ya kwamba inashika nafasi ya 3 kwa pointi 130, mwakilishi wake Ses Constantine ana uwezo wa kuongeza pointi zaidi. Lakini nafasi ya 4 katika ligi kuu bora barani Afrika ni Afrika Kusini. Ligi kuu ya Afrika Kusini PSL yenyewe ndio inayoshika nafasi ya 4. Ligi kuu ya Afrika Kusini ina pointi 126 ambazo zinaweza zikaongezwa au zikaishia hapa hapa. Ni kwa sababu gani? Mpaka sasa Afrika Kusini ligi kuu ya PSL ina timu 3 bado zinashiriki michuano ya klabu ya CAF. 2 zipo katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambazo ni Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates. Lakini moja ipo katika kombe la shirikisho, nayo ni Stellenbosch itakayocheza dhidi ya Simba katika mechi 2 za nusu fainali. Endapo timu zake hizo walau moja ikatinga hatua ya fainali, maana yake itaongeza pointi. Zote zikitinga hatua ya fainali zitaongeza pointi zaidi. Moja wapo ikitoa ubingwa katika ligi ya mabingwa itazidi kuongeza pointi, na Stellenbosch endapo itafanikiwa kuifunga Simba ikienda fainali ikatoa ubingwa itazidi kuongeza pointi. Lakini hata pale itakapofuzu tu kwenda fainali kuna pointi zitaongezeka kwa ligi kuu ya Afrika Kusini. Ndio maana tunasema kubwa sawa sawa au kubwa kuliko. Lakini ligi namba 5 baada ya hizo ni ligi kuu ya Tunisia. Tunisia hivi sasa yenyewe ina alama 82.5. Tunisia ligi kuu yake haina nafasi tena ya kuongeza pointi msimu huu, kwa sababu mpaka sasa katika timu 4 zilizofuzu hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho hakuna klabu yoyote kutoka Tunisia. Katika timu 4 zilizopo katika nusu fainali ligi ya mabingwa barani Afrika hakuna timu yoyote kutoka Tunisia. Kwa hiyo hakuna uwezekano wa kuongeza pointi zake. Ya 6 tunafahamu ni ligi kuu Tanzania bara. Ligi kuu Tanzania bara hivi sasa baada ya Simba kuwatoa Al Masry ina pointi 77.5. Tunafahamu vizuri pointi hizi zinatokana na pointi 43 za Simba ambayo iliongeza pointi zake kutoka 38 hadi 43 baada ya kuangoa Al Masry. Lakini kuna pointi 34 za Yanga ambazo ziliongezeka kutoka pointi 24 za awali za wakati msimu ukiingia na kufika 34 baada ya kumaliza nafasi ya 3 kwenye kundi lao la A ligi ya mabingwa barani Afrika, ambako walikuwa na Al Hilal Omdurman ya kule nchini Sudan, walikuwa na TP Mazembe ya Kongo, lakini pia walikuwa na MC Alger. Yanga wakamaliza nafasi ya 3 wakapata pointi nyingine 10 kwa msimu huu, walipoongeza na zile zao 24 walizoingia nazo Yanga na pointi 34. Kwa hiyo Simba pointi 43, Yanga 34, halafu kuna Namungo FC ambayo yenyewe ilivuna pointi nusu msimu wa 2020-2021 baada ya kuingia hatua ya makundi ya kombe la shirikisho na kumaliza mkiani. Nusu ya Namungo, 34 za Yanga na 43 za Simba ndizo zinacheza pointi 77.5, ambayo kwa Simba mchango wake, Simba ambayo bado inawakilisha nchi katika michuano ya CAF kombe la shirikisho itakacheza nusu finali dhidi ya Stellenbosch, Simba mchango wake kwenye pointi hizi ni 55%. Sasa Tanzania maana yake ipo katika nafasi ya 6. Tukikumbuka hapa ya 7 ni pamoja na ligi kuu ya Angola ambayo yenyewe ligi kuu ya Angola ina pointi 55, imeachwa mbali sana na ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo tumejitahidi, tuko katika nafasi ambayo tunajihakikishia hata kwa msimu ujao kwamba tumo miongoni mwa ligi kuu 12 bora zinazotoa timu 4. Lakini ukitoka Angola kuna DRC inashika nafasi ya 8, ligi kuu ya DRC ambayo yenyewe ina pointi 45. Lakini ya 9 kuna ligi kuu ya Sudani ambayo yenyewe ina pointi 40. Ya 10 ligi kuu ya Ivory Coast yenyewe ina pointi 38. Ya 11 ni ligi kuu ya Libya ambayo yenyewe ina pointi 24. Halafu ya 12 ligi kuu ya Nigeria yenye pointi 21. Sasa swala liko hapa kwamba Tanzania ina pointi 77.5 ambazo zinaweza zikaongezeka kwa sababu ina timu bado inashiriki kwenye michuano ya klabu ya CAF. Hiyo ni Simba ambayo endapo mnyama atamtoa Stellenbosch Afrika Kusini na kutinga hatua ya fainali, pointi zitaongezeka. Ikifanya hivyo Simba, hapa sasa ndio muhimu zaidi. Wekundu wa Msimbazi Simba wachezaji wao wawe fit. Wa Tanzania wana Simba wawaombea wachezaji wa Simba wawe fit katika kutekeleza mpango kazi au Mwalimu Fadlu Davis kuelekea katika mechi hizi, kwa sababu endapo itafanikiwa kushinda, endapo itafanikiwa kupata matokeo chanya na kusonga mbele kwa hatua ya fainali, faida kwa Simba ni kwamba itaongeza pointi zake
Kutoka 43 ilizo nazo zitakuwa pointi 48. Itaendelea kujiimarisha katika nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika, ikitanguliwa tu kama ilivyo sasa, iko nafasi ya 4 ikitanguliwa tu na Al Ahly ya Misri, Mamelodi ya Afrika Kusini pamoja na Esperance de Tunis ya Tunisia. Lakini pointi zake hizo zinaenda kuongeza kapukula ligi kuu ya Tanzania bara, ambapo ikitoa Stellenbosch, ligi kuu Tanzania bara itakuwa na pointi 82.5 ambazo ni sawasawa na pointi walizonazo Tunisia. Ndio. Sasa ikitokea hivyo ni nini? Kwa taratibu za CAF, endapo pointi zenu zinalingana, ile iliyokusanya pointi zake hivi karibuni zaidi ndio inakuwa juu ya mwingine. Hawa Tunisia wamegota hapa kwa sababu hivi sasa hawana timu yoyote inayoendelea kushiriki kwenye michuano ya CAF, hasa baada ya Esperance de Tunis kutolewa na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Kwa hiyo Simba wakimtoa Stellenbosch, Tanzania itakuwa imeongeza pointi zake hivi karibuni kwa wingi zaidi kulinganisha na Esperance ambayo haijaingia katika hatua ya nusu finali klabu zake. Nadhani imeeleweka vizuri. Kwa sababu hiyo, matarajio ni kwamba Simba wakiwatoa Stellenbosch, ligi kuu ya Tanzania bara itapiga hatua moja zaidi. Kutoka nafasi ya 6 itakuwa nafasi ya 5. Huku Tunisia ikiwa nafasi ya 6 sasa. Kwa sababu zote zitakuwa na pointi 82.5, lakini kwa taratibu za CAF, Tanzania bara ligi yake itakuwa juu. Hivyo kuzidi kujiimarisha, kuwa na uhakika wa kutoa timu 4 katika michuano ya klabu ya CAF kwa msimu ujao, pengine na msimu unaofuata. Je, Simba watafanikiwa katika hili? Maana wakifanya hivyo itakuwa ni historia aina yake nchini Tanzania. Tangu kuanzishwa utaratibu wa CAF wa viwango vya ubora, haijawahi kutokea hata mara moja ligi kuu Tanzania bara kupanda kwa kiwango hiki, kufikia kuwa miongoni mwa ligi 5 bora barani Afrika kwa viwango vya CAF. Hapa lazima nisisitize, baadhi ya watu pengine wanavurugwa. Siku nyingine wanasikia ligi yetu ni namba 4. Hapana. Iko namba 4 kwa vigezo vya mashirikisho mengine kama shirikisho la kimataifa la historia mpira wa miguu na takwimu IFFHS, ambalo lina utaratibu wake. Kuna siku tutaufafanua. Moja wapo ni kwamba inaangalia performance, ufanisi wa klabu za shirikisho la nchi husika kwa kalenda year kuanzia Januari mosi mpaka Disemba 31. Lakini CAF utaratibu wake inaangalia performance, ufanisi kwa misimu 5. Kwa mfano sasa inaangalia kuanzia 2024-25 inarudi nyuma mpaka msimu wa 2020-21, performance ya klabu katika shirikisho la ligi kuu husika zimeshiriki vipi katika michuano ya CAF, ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho kwa misimu yote 5, na kwamba je, zimefika hatua ya makundi kwenda mbele ndipo zinavuna points.